Taarifa zilizopo ni kwamba aliyekuwa kocha wa Yanga Pedro Gonçalves, raia wa Ureno, amepata ulaji mnono katika klabu ya FAR Rabat ambayo hivi karibuni ilicheza fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns, ambapo mwisho wa siku ni Mamelodi Sundowns ndio walitoa ubingwa. Sasa mwingine anaweza kujiuliza, kulikoni klabu kama FAR Rabat ambayo ilikuwa ikiongozwa na Mreno mwingine Alexander Santos imeachana na kocha huyo Santos, halafu kwenda sokoni Afrika nzima, nje ya Afrika, ikenda Ulaya, ikaenda kumtoa kocha Pedro Gonçalves ambaye ameondoka Yanga hivi karibuni, na badala yake Yanga ikaongozwa na makocha Abdi Hamid Mwalin na mwenzake Patrick Mabedi kuelekea mwishoni mwa msimu. Bila shaka majibu yanaweza kawa mengi kulingana na management ya FAR Rabat na mipango yao kwa msimu ujao 2026 2027. Lakini mojawapo kubwa ni kwamba kile ambacho Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves walikionyesha katika mchezo dhidi ya FAR Rabat, mechi yao ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika iliyochezwa kwenye uwanja New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, wakati wakiwa kwenye kundi moja, yaweza ikawa ni sababu mojawapo kubwa haswa iliyowavutia FAR Rabat management yao mpaka wakaangukia kwa Pedro Gonçalves, wakiamini kwamba kile ambacho timu yake likionyesha dhidi ya FAR Rabat kinatosha kwao kuweza kukitumia kwa ajili ya kutimiza mipango yao kwa msimu ujao 2025 2026. Bila shaka kwa wao FAR Rabat wanaamini wana wachezaji walio bora zaidi, timu yao iko vizuri zaidi, ina ukwasi wa kutosha, lakini walipokutana na Yanga shughuli ilikuwa nzito. Inakumbuka vizuri katika mechi mbili za hatua ya makundi kati ya timu hizo mbili, kila mmoja alifunga mwenzake bao 1-0. Mechi ya kwanza Yanga ikiwa mwenyeji kwenye uwanja New Amani Complex pale visiwani Zanzibar tarehe 22 mwezi wa 11 2025, Yanga walishinda kwa bao 1-0 dhidi ya FAR Rabat, bao lililowekwa wavuni na Prince Pumelelo Dube. Lakini mechi ya marudiano kule Morocco, wao FAR Rabat wakashinda na wao 1-0, na matokeo ya jumla timu hizo mbili zilipokutana kila mmoja alishinda kwake bao 1-0. Yote 9. 10 ni namna ambavyo Pedro Gonçalves na Yanga yake walipocheza dhidi ya FAR Rabat pale Zanzibar walionyesha kiwango cha juu mno, kiasi ya kwamba pengine Yanga wangekiendeleza kile kiwango wangefika mbali zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika, kama nilivyotoka kueleza, ambao wana finali walikuwa ni Mamelodi Sundowns walikuja kutoa ubingwa dhidi ya FAR Rabat ya kocha Alexander Santos, Mreno mwingine kama alivyo Pedro Gonçalves. Ni kwa sababu gani? Katika mechi hiyo Yanga walicheza kibingwa sana. Yanga walipata ushindi wa bao 1-0 ambao waliustahili kutokana na kiwango cha juu alichokionyesha, na pengine kama si uhodari wa golikipa wa FAR Rabat Reda Ahmed Tagnut, pengine Yanga wangepata ushindi mnono zaidi. Iko hivi, katika safari yao FAR Rabat ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuanzia hatua ya makundi, kwenye kundi ambalo walikuwa na Yanga kama nilivyotoka kueleza awali, walikuwa na JS Kabylie, walikuwa na Al Ahly ya Misri, ni kwamba kwa ujumla wake mpaka wanafika fainali FAR Rabat walicheza mechi 12, kwa maana kuanzia hatua ya makundi. Mechi zote hizo FAR Rabat mashuti waliopigiwa ya kulenga shabaha ni mashuti 36. Ndio, kwa maana zile mechi 6 za hatua ya makundi, kukawa na mechi nyingine 2 za robo finali, mechi 2 za nusu finali, mechi 2 za finali, kwa ujumla wake walipigiwa mashuti 36. Lakini katika mashuti hao 36 wakawa wameruhusu mabao 7, wao wakifunga mabao 9. Kwenye yale mabao 7, moja lilifungwa na Yanga. Mabao sio issue. Kwenye yale mashuti 36 ndicho ninachotaka kukuelezea. Mashuti 9 yalipigwa na Yanga katika mechi moja kati yao 36, ambayo unaweza kusema kwamba mashuti waliopigiwa ya kulenga shabaha ambayo ndio ninazungumzia, 25% yalipigwa na Yanga peke yake katika mechi moja hiyo visiwani Zanzibar. Inakumbuka vizuri mechi marudiano, Yanga mbinu zao, kocha Pedro Gonçalves alizidiwa na FAR Rabat. Umiliki wa mpira FAR Rabat walikuwa 69% dhidi ya 31 za Yanga. Mashuti Yanga mechi nzima walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha dhidi ya FAR Rabat katika mechi ambayo walifungwa 1-0. Lakini pale Zanzibar Yanga mechi nzima dakika 90
utawala wa mpira hawakupishana sana na FAR Rabat. Mbinu za kocha Pedro Gonçalves hazikuifanya Yanga iwe timu namba moja kwa kiasi kikubwa dakika zote 90 za mchezo, bali katika baadhi ya nyakati Yanga walimiliki mpira kwa 51%, FAR Rabat 49%. Unaweza ukaona ni kwa namna gani umiliki wa mpira ulivyokuwa karibu sana. It was like uneven kwenye umiliki wa mpira. Lakini kwenye pasi Yanga walipiga pasi zilizofika 365. FAR Rabat walipiga pasi 363. Kwa hiyo Yanga waliwazidi FAR Rabat pasi mbili tu zilizofika kwa dakika 90 za mchezo. Sasa katika takwimu za namna hiyo, matarajio ilikuwa ni kwamba basi kila mmoja afike kwa zamu kwa mwenzake, ndio kwa sababu umiliki wa mpira unataka kufanana. Pasi zilizofika zinataka kufanana. Lakini haikuwa hivyo. Mipango ya kocha Pedro Gonçalves, utekelezaji wa wachezaji wake ndio ulimlipa zaidi. Siku hiyo wao FAR Rabat katika kikosi chao walipanga, baada ya golikipa walikuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini Yanga wao siku hiyo walipanga, baada ya golikipa Djigui Diarra walikuwa na walinzi 4, wakawa na viungo 4, juu wakawa na washambuliaji 2 waliosimama wima, kwa maana ya mshambuliaji kinara ambaye alikuwa ni Prince Melo Dube, halafu nyuma yake kukawa na mchezaji mmoja nyuma yake kama mshambuliaji msaidizi nyuma ya Dube. Kwa hiyo makaratasi alikuwa ni Maxim Pia Nzengeli. Lakini kwenye kucheza, hapo ndipo Pedro Gonçalves na wachezaji wake wa Yanga katika siku hiyo walionyesha kiwango cha juu mno, kiasi ya kwamba kiliwavuruga FAR Rabat, na kwa vyovyote vile katika kumtoa kwao Pedro Gonçalves kwenda kuiongoza timu hiyo kwa kile kinachoelezwa ni mkataba wa mwaka 1.5 aliosaini, basi mechi hiyo ilichangia kwa kiasi kikubwa. Wajua iko vipi? Ni kwamba dakika 90 za mchezo kwa wastani Yanga walifanyaje? Baada ya golikipa Djigui Diarra walikuwa kwa wastani average possession, tunasema nafasi kwa wastani uwanjani, nyuma ya kati ya mstari wa uwanja kwa Yanga kulikuwa na wachezaji 2 tu kwa wastani. Alikuwa ni Dickson Job na Ibra Baka kama mabeki wa kati. Waliobaki ilikuwa vipi? Kukawa na wachezaji 3 katikati ya mstari wa uwanja kwa wastani, ambao ni nani na nani? Katikati kulia alikuwa Israel Patrick Mwenda. Katikati kushoto alikuwa Mohamed Hussein Shabalala. Katikati kabisa pale penye dimba kwa wastani alikuwepo Djuk Oga Abuya. Halafu wachezaji 5 wa Yanga wote kwa wastani walikuwa juu katika eneo la FAR Rabat, jambo ambalo hawakulitarajia kamwe, kwamba timu kama Yanga ambayo kwenye makaratasi walikuwa wanaichukulia poa inaweka wachezaji wengi kwenye eneo lao. Kushoto waliokuwapo walikuwa ni pamoja na Peudo Pacome Zouzoua na Prince Melo Dube. Katikati kwa nyuma alikuwepo Maxim Pia Nzengeli. Kulia walikuwa ni Celestine Ekwa pamoja na Mudathir Yahya Abbas. Wote 5 walikuwa juu karibu na lango la FAR Rabat, kiasi ya kwamba FAR Rabat wakawa na wakati mgumu. Mudathir Abbas alikuwa na jukumu kubwa moja la kumfanya Mohamed Rabi Hirimat, nahodha wa FAR Rabat, asifurukute na kupeleka pasi hatari kwenye eneo la Yanga. Ni kwa sababu wakati akielekea mchezo huu, yeye Mohamed Rabi Hirimat ndiye alikuwa pasi master wa FAR Rabat, ndiye alikuwa anaongoza kufunga mabao hasa katika ligi kuu yao kule nchini Morocco. Alikuwa ndiye kaka mkubwa, ndiye anaongoza kwa kufanya tackling, kuchukua mipira, kila kitu kilikuwa kwa mgongoni nambari 34 huyu Mohamed Rabi Hirimat. Sasa Mudathir Abbas ambaye kuelekea mchezo huo iliripotiwa kwamba hakuwa fit, lakini kanasihiwa na benchi la ufundi pamoja na uongozi wa Yanga kwamba acheze kutimiza mipango kazi ya kocha Pedro Gonçalves. Mudathir akacheza mechi hiyo. Mudathir akawa amemfanya Mohamed Rabi Hirimat asifurukute mpaka pale ambapo Mudathir alikuja kutoka. Ni kwamba dakika 90 za mchezo Mohamed Rabi Hirimat pasi alizopiga walau kuvuka katikati ya mstari wa uwanja zilikuwa pasi 13 zilizofika 10 tu. Badala yake muda mwingi alikuwa akihaha, akihangaika na Mudathir Abbas, akihangaika na kina Dube, kina Maxim Pia Nzengeli, kina Celestine Ekwa, Pacome Zouzoua alikuwa anafanya atakacho kutokea upande wa kushoto wa Yanga katika kushambulia. Yanga walinyara sana. Matokeo yake nini? Dakika 90 za mchezo Yanga licha kwamba umiliki wa mpira walikuwa wamegawana na FAR Rabat, FAR Rabat hawakuwa na tishio lolote kuelekea kwa Yanga kwa sababu dakika 90 za mchezo walipiga mashuti 5, moja tu lilenga shabaha. Yanga walipiga mashuti 15, 9 yalilenga shabaha, ambayo 60% ya mashuti yote waliojaribu kupiga yalilenga shabaha. Wakafunga bao moja, na hivyo golikipa Mohamed Reda Tagnut
akawa nyota wa mchezo kwa kuokoa michomo 8 ya Yanga. Lakini wakati huo mwanzoni kabisa wa mchezo Prince Melo Dube angekuwa ametulia, angekuwa tayari ameshaitanguliza Yanga katika mchezo huo ambao baadaye alikuja kufunga bao pekee. Sasa dakika 90 za mchezo FAR Rabat wanafungwa 1-0, wako hoi na wakawa wanashukuru kwa sababu kwa namna Yanga walivyocheza, kasi kutoka katikati ya mstari wa uwanja, muda wote wapo usoni mwao, ilikuwa kama si umahiri wa golikipa wao wangekula goli nyingi. Sasa kile kilichoonyeshwa na Yanga katika mechi ile, kwa vyote vile yaweza ikawa sababu ya FAR Rabat kuona Pedro Gonçalves anaweza kuwafikisha mbali, na ndio maana wamemtoa. Kwa sababu hiyo unaweza kusema Pedro Gonçalves, kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Angola, yuko vizuri, ana mambo mengi ya kuvutia, lakini mojawapo ni kila alichokionyesha akiwa na Yanga katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, hususan mechi tarehe 22 mwezi wa 11 2025. What a game. Yanga, Pedro Gonçalves wakafanya ambaye amemfanya Pedro Gonçalves kule Morocco aonekane wa thamani kubwa, na leo hii kapata ulaji. Labda kusubiria kuona je, atafanya kile ambacho mtangulizi wake Mreno mwenzake Alexander Santos alikifanya kwa FAR Rabat, kuwapeleka mpaka fainali ligi ya mabingwa barani Afrika.